Mtazamaji wa Biomedia Channel popote pale ambako unaendelea kutazama na kufuatilia taarifa mbalimbali, nikwambie karibu sana tuangazia makubwa kabisa ya kihabari ambayo yameweza kuchomoza katika taifa la Tanzania. Kuna habari za michezo na burudani, lakini pia habari za udaku, bila kusahau habari za kisiasa na matukio ya kijamii. Usiache kusubscribe, kushare, kulike, lakini pia usiache ku-comment. Tuangazie taarifa kubwa kabisa ambako Haji Manara unaambiwa ni zaidi ya msaliti bwana. Ametoboa siri kubwa sana lakini pia nzito kuhusiana na Simba pamoja na Yanga. Amefunguka kwamba hakuna ligi ya hovyo kama ligi ya Tanzania. Karibu sana mtazamaji, tuangazie taarifa ya diwani wa kata ya Kariakoo kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Haji Manara ametoboa kauli yenye kujirudia ambayo tafsiri yake ya moja kwa moja ni usaliti dhidi ya mpira. Manara ambaye kwa asilimia kubwa umaarufu wake umetokana na mpira, amekuwa akitoa kauli zenye kuumiza hisia za watu wa mpira kuhusu uwanja mkongwe zaidi hapa nchini, kumbukumbu ya Karume. Mapema mwezi Machi, Manara alijirekodi video moja akitoboa hoja ya serikali ya jiji la Dar es Salaam kuuporwa uwanja wa Karume, na aliongeza kwamba uwanja huo ulikuwa mali ya jiji la Dar es Salaam na ukatolewa kwa FAT kwa ajili ya michezo, lakini haujaendelezwa hadi sasa. Kwa hiyo serikali ya jiji uchukue na kubadilisha matumizi kwa kujenga maegesho ya magari. Akairudia tena kauli hii mapema Aprili akiwa kwenye kipindi cha radio moja hapa nchini Tanzania ambayo anafanyia kazi kwa hivi sasa. Na ukimsikiliza kwa makini na kusoma uso wake wakati anaongea, anaonekana kabisa ni mtu ambaye anadhamiria kufanya anachokisema. Yaani Manara amedhamiria kudhulumu mpira kwa kupora uwanja wa Karume ili eneo lile ligeuzwe maegesho ya magari. Bana, huyu Manara ni mtu ambaye alizaliwa na kulelewa kwenye mpira na akaishi kwenye mpira na kupata umaarufu wote ambao anaringa nao hivi sasa kupitia mpira. Malalamiko ya watu wa mpira kwa miaka yote ni mchezo huu pendwa ambao unakosa watu wa kutetea kwenye ngazi za maamuzi. Watu kama kina Manara wanaposhika nafasi muhimu za maamuzi, matarajio ni kuwapigania watu wa mpira, lakini badala yake wanaupiga vita. Kwa kauli zake hizi ambazo amezizungumza Manara kutokana na hilo ambalo linaendelea kuhusiana na kiwanja hicho cha Karume, kama ambavyo tumeweza kushuhudia kauli zake, ni kwamba anatangaza vita kubwa sana na mpira, lakini pia ameshika silaha nzito kupigana na mpira, na hii haiwezi kuachwa hivi hivi. Anaingia kwenye vikao vya halmashauri ya jiji kama diwani, lakini zaidi ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya mipango miji ya mazingira ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Na tusisahau pia ni mzuri sana kwenye kuongea na kujenga hoja, akitumia kipawa hiki katika vikao vya halmashauri ya jiji. Maana yake ni kwamba uwanja wa Karume unaweza kuchukuliwa. Hapo ndipo kwenye zingatio kule andiko hili, familia ya mpira inatakiwa kuanza kupiga kelele kuanzia sasa kupinga matamanio haya ya Haji Manara. Lakini pia moja ya tetesi za sababu ya Manara kukomalia uwanja wa Karume ni kinachodai ni tofauti zake Wallace Karia, kwa Manara alifungiwa kwa muda mrefu na TFF baada ya kukwaruzana na Karia kama rais wa TFF mwaka 2022 kwenye fainali ya kombe la shirikisho la Azam Sports jijini Arusha. Kuanzia hapo Manara pamoja na Karia wakawa hawapiki chungu kimoja. Sasa Manara ana madaraka, analipa kisasi. Hii ni tetesi tu, lakini kama ni kweli basi Manara atakuwa anaukosea zaidi mpira. Ugomvi binafsi hatuwezi kuidhuru familia nzima ya mpira, si sawa. Lakini kuhusu uwanja wa Karume, Manara anadai kuwa uwanja huu ulikuwa mali ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam na ikagawa kwa mamlaka za mpira ili kusaidia maendeleo ya mchezo huu. Hii ni taarifa mpya sana, tofauti na kumbukumbu nyingi za zamani. Maandiko mengi yanautaja Karume kwamba ulikuwa mali ya shirika la Rail, na pale palikuwa Railway Club, yani kituo cha starehe cha shirika la Rail wakati huo miaka ya 1920 na kuendelea. Uwanja mkuu wa mpira ulikuwa pale Mnazi Mmoja ambapo sasa kuna uwanja wa mikutano. Baadaye serikali ya mkoloni ikahamisha uwanja wa michezo mpira kutoka Mnazi Mmoja hadi uwanja wa Railway, na ndipo jina likabadilika kutoka Railway Club hadi Ilala Stadium. Yakaanzishwa mashindano ya mpira na bingwa ilipaswa kupewa ule uwanja wa Mnazi Mmoja. Klabu ya Sunderland ikashinda ubingwa, lakini serikali ikabadili mawazo, uwanja ule ukawa mikutano. Wakati huo uwanja wa ndege wa Dar es Salaam ulikuwa Kurasini, katika eneo ambalo sasa kuna uwanja wa Taifa chuo kikuu cha DUCA
JKCPE, shule ya Jitegemee hadi Jeshi la Wokovu. Mwaka 1954 uwanja wa ndege ukahama kutoka eneo lile hadi Kipawa. Lile eneo likagawanywa kwa matumizi tofauti. Kipande kimoja kikawa uwanja wa michezo, ndipo ukajengwa uwanja wa Taifa. Sasa Uhuru na Mkapa, kwa hiyo uwanja mkuu wa michezo ukawa pale, na uwanja wa Ilala ukakabidhiwa kwa chama cha mpira TFA, Tanganyika Football Association. Hii ni kabla ya kwanza kwa FAT na baadaye TFF. Ni kwamba eneo lile lilikuwa la michezo tangu mwanzo na lilianza kumilikiwa na shirika la reli, baadaye serikali. Sasa hiyo serikali kama ilikuwa ya mji wa Dar es Salaam au serikali kuu sio jambo la muhimu. Kilicho muhimu ni eneo lile lilikuwa la michezo tangu mwanzo. Manara anapotaka kutumia nafasi yake kulipora na kuligeuza maegesho sio sawa hata kidogo. Uwanja ule ndio uliocheza baba yake mzazi Sunday Manara na kupata sifa zote alizopata hadi kuitwa kompyuta. Leo anapotaka kufanya anachofanya ni usaliti mkubwa na unatakiwa kukemewa vibaya. Ni tamati katika makala hii mtazamaji, unalipa la kuzungumza na Haji Manara mpaka wakati huu kuhusiana na kile ambacho kinaendelea huko jijini Dar es Salaam. Moja kwa moja utaachilia maoni yako.